Yanga dhidi ya Azam FC. Hii finali 4 ama 3 mfululizo ambazo Yanga na Azam wamekutana kwa siku za hivi karibuni. Yes, Azam hajaondoka na chochote, ama Yanga amekuwa bingwa kuliko, amekuwa bora kuliko Azam FC. Ndio. Ni mechi ya kisasi. Yes, mechi ya kisasi, lakini ni moja ya mechi ambayo imekuwa na vitu vingi pia ndani yake pa kuvizungumza. Ukiachana na hayo mazingira kwamba kutakuwa kuna taji ambalo linawaniwa, lakini hata vita pia ya kimbinu, wachezaji kwa wachezaji, mara kadhaa imekuwa ni mechi ambayo tumekuwa tunashuhudia bato nyingi sana au katika maeneo tofauti tofauti kiwanjani. Ukiwatazama Yanga unaweza kusema kocha Pedro Gonçalves ndo mara yake ya kwanza anakutana dhidi ya Azam FC, kwa sababu wakati kwenye ngao ya jamii hakuwepo, alikuwepo Romain Folz, kocha Minuno. Baada ya hapo kutokea ndio Pedro anakuja kuchukua mikoba. Lakini kwa Azam FC Ibenge alikuwepo kwenye kikosi wakati msimu unaanza, na alianza kwa kukosa hilo taji, lakini pia hakuwa na wakati mzuri zaidi pengine kwenye hayo mazingira kubeba taji. Lakini hata kwenye ligi kuu performance yake kuna namna pia unaona amekuwa akipambana kutaka kuthibitisha kwamba yeye ni miongoni mwa kocha bora ambao wapo mpaka hivi sasa. Kwenye ligi ya mabingwa, kwenye kombe la shirikisho akiwa na Azam FC, yes, amewafanya Azam FC, amefanikisha Azam kuingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, lakini kwenye matokeo ya ushindi imekuwa changamoto sana, kwa sababu kashapoteza mchezo miwili tayari, ile ya kwanza kwenye hatua hii ya makundi. Kwa hiyo ukitazama ni finali ambayo ukija kwa wachezaji ndio huenda tukakosa test ama ladha kwenye baadhi ya maeneo kwa sababu hao nyota hawapo. Mfano Sop dhidi ya Diara. Bato ya eneo la kiungo, nyota wa Yanga dhidi ya nyota wa Azam FC. Mfano kabla ya kuondoka Khalid Aucho, ilikuwa ni Aucho dhidi ya Faisal. Faisal alikuwa yani hakamatiki, yani unamwona kabisa Aucho kuna namna ambao walikuwa wanapata shida. Maana yake chini ya Pedro Gonçalves tutegemea kuona, kama wasingekuwa katika hiyo hali ya mapumziko, wategemea kuona bato kubwa sana katika hilo eneo la katikati ya uwanja. Fei dhidi ya Damaro ambaye amekuwa anapata nafasi siku za hivi karibuni, ama Fei dhidi ya Kinadu Kabuya katika eneo hilo la kiungo. Ni moja ya bato ambao tulitegemea kuishuhudia. Hata eneo la kushambulia bado mambo hayajakaa sawa sawa kwa upande wa Yanga. Licha ya kuwa na nyota ambao, ama licha ya kuhusishwa na nyota wengine wa nje ya Tanzania, lakini hata pia maingizo ambao tumeona akiingia kwenye timu, unaona wana pia wana struggle ama wanapata shida kwenye eneo la kushambulia. Nadhani ni mechi ambayo kuna vitu vimepungua, lakini haiondoi ukweli ama uhalisia kwamba inapokuja kwenye swala la finali ama Yanga na Azam wanapokutana inakuwa ni moja ya mechi ngumu sana. Kingine kwenye eneo la ufundi, natamani kuona maswali ambayo Ibenge alimuuliza kocha wa Simba Sibeka na akamfunga kwenye nusu finali. Anaweza kumuuliza hayo maswali Pedro Gonçalves na akafanikiwa baada ya dakika 90 kwa yeye kushinda mchezo na kuondoka na taji, kwa sababu ni moja ya kocha ambaye anaonekana ni mzuri sana kubadilika ama kubadilisha mpango kulingana na mpinzani anavyokuja, lakini pia kulingana na rasilimali watu ama wachezaji ambao yeye yuko nao. Ukiangalia mechi dhidi ya Simba ulitegemea kuona labda angechukua wachezaji wengi ambao wana uzoefu na ukomavu, lakini alichanganya wachache ambao wanaendelea kupambana na kujifunza, wachache waliokomaa, na timu ilienda kupata ushindi na kuonyesha performance bora pia wakati mchezo ukiwa unaendelea. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo natamani kwenda kuvishuhudia kwenye huo mchezo finali kabla ama wakati mchezo ukiwa unaendelea. Haya. FM.